Ipero mzigo mtabu kutoka kwake Lisa Mwala. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Nikukaribishe tuianze pamoja hii sehemu ya kwanza, tujue nini hasa kilichopo ndani ya huu mzigo wa kuitwa Aniela. Bwana Lisa Mwala, utatua we dada. Karibu bwana, tungane pamoja mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Kwa majina niliyopewa na wazazi wangu, mimi naitwa Aniela Donald Mtahaba. Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya mzee wetu Donald Mtahaba. Familia yetu ina watoto watatu na wote ni wa kike. Dada yetu mkubwa anaitwa Alinda na mdogo wetu anaitwa Anaya. Baba yetu alikuwa ni msomi sana, mwenye kazi nzuri mno kwenye shirika la bima. Alikuwa na cheo kabisa, hivyo maisha yetu kusema ukweli yalikuwa ni mazuri. Unaweza kusema kwamba sisi tulikuwa ni watoto wa kishua tangia tunazaliwa. Kwa sababu baba yetu kwanza alitusomesha shule nzuri. Japo dada yangu yeye alikuwa anapenda sana starehe, alikuwa anapenda sana mambo ya makundi na alikuwa anapenda kujionyesha yeye ni wa kishua kwa kufanya mambo mengi sana, kujionyesha ni kama vile kuvaa, sijui kula, kunywa, kuzurura, sijui magari ya nyumbani na marafiki zake. Kitu ambacho kusema ukweli kilikuwa kinamfanya asifanye vizuri darasani. Japo alikuwa na akili sana dadangu. Mdogo wangu naye pia alikuwa ni kudeka sana na akawa anafuata tabia za dada. Kwa hiyo shuleni wakawa hawafanyi vizuri, tofauti kabisa na mimi. Kwanza mimi nilipenda shule yenyewe. Nilikuwa nafanya vizuri darasani. Kwa hivyo nikawa ndo kipenzi cha babangu. Baba alikuwa ananipenda sana. Nilikuwa niko darasa la 5. Baba alinihamishia kusoma, niende kusoma Kenya. Huko nikasoma mpaka nilipomaliza elimu yangu ya awali. Nilifanya vizuri, baba akanipeleka kusoma Uingereza na kulikuwa kuna rafiki yake huko Uingereza. Kwa hiyo nikasoma huko, lakini kila likizo nikawa narudi nyumbani Tanzania. Na kipindi hiko baba alikuwa amejenga Kigamboni, ndiko ambapo tulipokuwa tunaishi. Dadangu yeye, naweza nikasema baba alikataa kumsomesha nje kwa sababu alikuwa hafanyi vizuri. Hata pamoja pia na mdogo wangu naye, wao walisoma hapa nchini kwetu Tanzania. Japo walikuwa wanasafiri kwenda nchi mbalimbali hizi kutembea na vitu kama hivyo, lakini kusoma walisomea hapa Tanzania. Upendo wa baba kwangu uliofanya ndugu zangu kuto kunipenda kusema ukweli. Unajua mimi ni yule mtoto ambaye nilipendwa sana na baba. Kwa kuna baadhi ya ndugu wakawa mimi hawanipendi. Lakini mimi niliwapenda. Nikawa nawaletea zawadi kila nikirudi kutoka likizo, ila wao walinibeza, walikuwa wananiita michawa wa baba, lakini mimi sikujali. Na nilichokuwa nakijali mimi ni kumfurahisha babangu tu kusema ukweli. Nashukuru Mungu nilimaliza elimu yangu ya sekondari vizuri kabisa, na kwa bahati mbaya rafiki yake na baba akawa amepata shida huko Uingereza. Hivyo tukarudi nchini hapa Tanzania kuendelea na maisha. Wakati mimi nikisubiri matokeo, babangu alikuwa anapenda sana mimi nitembelee ofisini kwake. Mara kwa mara alikuwa anapenda niende kumtembelea kwa sababu alikuwa anapata wageni wengi mataifa tofauti. Na mimi nilikuwa nimesoma pia lugha tofauti. Kwa nilikuwa najua kuongea Kiingereza vizuri, nilikuwa najua kuongea Kifaransa vizuri, mambo ya bonjour, bonsoir, ça va, nilikuwa naiweza. Kichina ndo asikwambie mtu, xin hao, ni hao, nilikuwa naweza. Kiarabu, Kijerumani, Kispanish, cha Mexico kile nilikuwa najua, Kikorea, Kiswahili pia na lugha zingine. Yaani nilikuwa nagusa. Mimi haya mambo nilikuwa nasoma toka niko shule ya awali huko Kenya. Kwa muda wote huo jamani, sikuwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi mwenzewe. Na niliogopa kwa sababu babangu mimi alisema kwamba akinisikia tu kwamba nina mwanaume atanipiga vibaya mno, na aliniambia kwamba nisome tu kwa uzunguni. Lakini hawa mimi kudili na wanaume wa Swahili yasiwe mambo yangu. Na akaniambia kwamba wewe ni bado mdogo na sio vizuri kujiingiza kwenye hayo mambo. Ole wako mwanangu. Na mimi nilimsikiliza baba, nilikuwa kipenzi cha baba. Kwa hiyo sikuwa na hayo mapepo kusema ule kweli, nilitulia. Sasa mwenzangu na mimi wewe sikute hata darasa la 7 hujamaliza shule msingi tayari ushaanza kuzinduana mambo ya mapenzi. Lakini mimi jamani nilijua kutulia. Hata niliporudi nyumbani Tanzania, nilitamani sana kuijua nchi yangu zaidi na maisha ya watu wa kawaida. Hivyo nikawa napenda sana kutembea kwa miguu, kitu ambacho ndugu zangu walisema kwamba najishaua, eti najidai, eti najifanya mimi mzalendo, kwa sababu wao walikuwa muda wote wana magari, wana post nini na nini, wanaendelea kula bata nini na vitu kama hivyo. Mimi nilikuwa utofauti kusema ule kweli. Ni kwanza nilikuwa sinywi pombe, alafu nilikuwa ni mtu wa Mungu sana na sali, napenda sana maisha ya kawaida. Basi bwana, nikawa najitembelea kwenda madukani tu na sehemu mbalimbali, basi na enjoy mwenyewe. Na nilikuwa natamani sana kuijua da. Sana shangaa watu
wananisema mimi kutoka kutembea, wakati mimi nilikuwa nafurahia mazingira ya nyumbani, na nilikuwa nikitembea nikichoka na rudi zangu nyumbani. Siku moja nilikuwa nimetoka zangu kama kawaida kuzunguka tu, nikatembea mpaka mbali na nyumbani kabisa, nikanunua zangu ice cream, niko tu na kipochi changu mwenyewe kinaning'inia hivi mkononi, alafu na lamba zangu mwenye ice cream. Ili nashangaa mara kuja kushtuka, nyie saa ngapi nisiporo ile pochi yangu? Alafu yule mtu akakimbia, mimi namuona tu yule, yani mtu kanipola shwa, afa kawa nakimbia. Nyie, nilishangaa hii dai koje. Kwanza nikapaza sauti pale, mwizi. Mara ikatokea pikipiki fulani hivi kasimama karibu yangu. Alikuwa ni mkaka hivi mrefu, afa alikuwa na sura ambayo ni handsome inavutia. Akasema, dada, yule anayekimbia kakuibia nini? Nikasema, amenibia pochi yangu kaka, pochi na simu ina pesa. Akasema, okay, subiri hapa. Yule kaka akawasha pale pikipiki akamfukuzia yule mwizi. Sikujua alimkuta vipi, lakini mara baada ya muda mfupi akarudi. Alirudi pale na ile pochi huku akiwa na vumbi vibaya mno. Akasema, pochi yako ndio hii? Nikasema, ndio kakaangu, asante. Akasema, usijali, naomba uikague kama kila kitu kiko salama. Kweli nikafungua pale nikakagua, nyie, kila kitu kipo kasoro pesa. Maana kwenye ile pochi kulikuwa kuna shilingi 50,000, alafu ile pesa haikuepo. Nikamjuza yule kijana. Yule kijana akaniambia yule mkaka ni mshenzi sana. Kumbe kachukua pesa, nitamfuatilia. Nitamjua tu. Maana watu walikuwa wameshaanza kumfukuzia. Na mimi ndo nikamrukia hapo, tukaanguka naye chini. Na watu pale washaanza kujaa, kwa mimi nikachukua tu ile pochi na watu pale walokota mawe ili watake kumuua. Nikasema, jamani, kakaangu sijali, mwachie. Pesa zitatafutwa tu. Cha msingi tu ilikuwa ni simu, maana ina vitu vingi mno. Kaka, kiukweli nakushukuru. Sijui hata nikupe kitu gani kukuonyesha kwamba nakushukuru. Na unaonekana ni mkarimu sana. Kiukweli umeokoa kitu cha umuhimu sana, lakini pia umehatarisha maisha yako jamani. Ona ulivyochafuka kakaangu. Nisamee. Hapo niliongea namfuta yule mkaka. Akasema, usiwe na wasiwasi dadangu. Sawa, wale wanakuaga na visu. Uzuri ni kwamba hajakujeruhi. Pole sana. Nikamwambia, asante jamani, pole na wewe. Niambia unataka zawadi gani kakaangu? Nyie, nilipomuuliza hilo swali kwanza alicheka. Akasema, zawadi? Zawadi ninayotaka mimi sijui kama utaweza kunipatia mtoto mzuri. Hapo aliongea kwa ananitazama kwa macho yale ambayo nikagundua kabisa ni macho mazuri sana kusema ukweli. Nikacheka nikamwambia, iseme tu hiyo zawadi, mimi nitakupa chochote ambacho unakihitaji. Kubali basi uwe mke wangu, ili nikulinde na wezi kila siku, ili nikulinde na kitu kibaya. Huyu kwanza nilimtazama, afu moyo wangu ulishtuka. Yule mkaka akanisogelea zaidi, afu akaniweka nywele zangu hivi vizuri. Jamani, nilisisimka vile alivyokuwa amenigusa. Kwanza nikamtazama. Akasema, hiyo ndio itakuwa ni zawadi kubwa sana utakayoweza kunipatia mtoto mzuri. Hapa akachukua mkono wangu papo, afa akaubusu. Nyie, niliona aibu. Unajua nilimtazama na kisha nikatazama chini. Akaniambia, naomba basi namba yako ya simu dada. Kabla hata sijamjibu, nyie akachukua simu yangu katika pochi, akaandika pale namba yake, akajibipu. Yeye alikuwa na simu tu ndogo. Akasema, na save mke wangu. Hivyo nawe save mume wangu. Makubwa. Kwanza nikacheka nikamwambia, yaani unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Aniela Mtahaba. Na okay, sawa. Ila mimi na save wewe mke wangu, si save hilo jina lako la Aniela. Na unaitwa nani? Mimi mume wako. Sawa, mume wangu unaitwa nani? Nyie, hapo mjua nilicheka sana. Huyu kaka nyana vituko vibaya mno. Kwanza moyo wangu ulifurahia sana kusema ule ukweli, kwa sababu ni mkaka fulani hivi. Yaani ukiwa naye hauko bored. Nikamwambia, mume wangu unaitwa nani? Nikamuuliza kwa mara nyingine tena. Akasema, wala swadakta. Mimi naitwa Piolo. Wengi wanapenda kuniita Pi. Nikamwambia, okay, sawa. Okay, mke wangu unaelekea wapi? Nikamwambia naelekea nyumbani. Panda basi nikupeleke. Nikamwambia, asante, lakini sio mbali na hapa. Unataka uvamiwe tena wakuibe? Sina manake. Mme gani sasa nitakuwa kama nitamruhusu mke wangu atembee tu barabarani avamiwe tena? No, siwezi bwana. Twende nikupeleke nyumbani. Nikamwambia, okay, sawa, asante. Sema asante mme wangu. Asante mme wangu. Hapo nikapanda ile pikipiki yake, lakini nilikuwa naogopa sana. Natetemeka kabisa, sikwambie mtu. Lakini pia aligundua kwamba nilikuwa na uoga. Akasema, vipi mke wangu, mbona unatetemeka hivyo? Nikamwambia, sijai kupanda pikipiki mimi mwenzio.
Usiogope. Wewe nishikilie mimi. Zungusha hiyo mikono yako kiunoni mwangu. Alafu niegamie mgongoni. Nikamwambia okay sawa. Akaniambia ni kiumba tu. Wewe nikumbatie zaidi. Na wala taitishi. Vile mume wako mimi hundo usafiri wangu, utazoea tu. Nikamwambia sawa. Kweli nikamkumbatia huyu kaka kwa nyuma, nikamlalia na mgongoni. Akawasha pale pikipiki yake. Nikamuelekeza mpaka nyumbani. Mpaka nyumbani tukafika. Akasimama. Akaniambia unaishi hapa? Nikamwambia ndio. Akasema okay sawa. Naomba ukitaka kutoka naomba unipigie, nitakuwa nakufuata sawa. Nikamwambia okay poa. Naomba wewe unapokea simu yangu kwa wakati. Sawa mke wangu. Nyie mjua mpaka nikacheka. Nikamwambia okay sawa. Nakupenda Aniela uliniambia Aniela Mtaba. Nikamwambia nyie hamwezi kuamini, nilishtuka, moyo wangu kwanza uliruka. Nilimtazama huyu kaka. Nyie. Akanambia Aniela, mengi nitakwambia katika simu. Ila tu naomba ujue nakupenda sana na nataka nikuoe kweli, sio utani. Nyuka kaka hivi anaongea serious au vipi? Moyo nikasimuelewi. Ananipenda wakati ndo ameniona muda huu jamani, na tena amenisaidia tu kumkimbiza yule mwizi. Pia akaniambia mimi leo sio mara yangu ya kwanza kukuona Aniela. Na nitakwambia zaidi baadaye. Naomba ingia ndani ili nihakikishe kwamba nisije nikakutwa hapa na babako akanipa kesi. Pia aliposema hivyo mimi nikacheka huku nikiwa natafakari. Huyu kanijuaje huyu kaka? Unajua nilikuwa nawaza ananipendaje, ndo kwanza kaniona leo, afu yeye anasema kumbe sio mara yake ya kwanza mimi kuniona. Akaniambia nitakupigia simu, sawa mpenzi. Nikamwambia okay sawa. Hapa nje kwenu hamna CCTV camera? Unajua nikacheka nikasema hapa tupo pembeni bwana. Maana geti ni lile pale mbele pale ndo kuna hiyo kamera. Kwa hiyo kamera huku haioni. Na kwa nini umeuliza kuhusu kamera? Sawa. Nimeuliza kwa sababu nyumba kama hizi zikosagi ulinzi. Hapo sasa Mudona anazungumza hivyo, mimi nilikuwa nimeshashuka kwenye pikipiki yake. Lakini alikuwa yupo bado juu ya pikipiki yake. Ghafla akanivutia kwake akanikumbatia. Aliponikumbatia alinipiga busu moja matata. Unajua mpaka nilifumba macho kwa raha ambayo alikuwa amenipatia mkaka. Nilihisi kama vile sisikii kitu chochote kwenye hii dunia. Ila nilikuwa nahisi tu hisia zangu nzito, yani za mimi na pii kusema ule kweli. Alinipiga busu na kisha akaniambia, "Haya mke wangu ingia ndani." Jamani kusema ule kweli niliishiwa power. Nilimtazama huku nikiwa nimemrembulia jicho. Pia akaniambia nakupenda sana baby. Nitamani kumjibu lakini sikuweza. Yaani kufumbua mdomo nilikuwa kama vile nimepigwa na shot, yani mdomo nilikuwa nauona mzito. Tukiwa tuko pale mara tukasikia gari imefunga brake. Sikuona hata hiyo gari imetokea wapi. Tulitizama kioo cha gari kikashushwa. Alikuwa ni dadangu. Dadangu ambaye ni Alinda. Akasema, makubwa. Hivi babako anajua unafanyaga nje ya nyumba yake? Binti wa kimataifa, binti msomi, uko bize na hiyo takataka yako bodaboda. Kweli umejua kuishiwa mdogo wangu. Unatembea mpaka na bodaboda. Sasa hapo dada akachukua simu yake. Akasema ngoja nikuchukue na picha kabisa vithibitisho vya kumtumia babako ajionee live bila chenga. Dadangu alitega simu yake akataka kunipiga picha. Uweze ameni msikilizaji. Pia ilibidi amnyang'anye simu dadangu. Alafu akasema samani dada, siwezi kukuruhusu fanya hivyo. Dalinda akasema una wazimu wewe nini, wewe takataka, hebu nipatie simu yangu mimi. Unadhani simu hiyo anashikashika mtu kama wewe? Maskini mkubwa wewe, unaijua bei ya hiyo simu? Wewe mjinga nini? Sasa pia akamwambia dadangu na kuheshimu. Mimi sio takataka, unanisikia? Sio kwamba siwezi kukujibu hizo kashfa zako ambazo unanitamkia, ila tu ni vile tunakuheshimu kwa sababu nimeelelewa kuheshimu watu, haswa wanawake. Mimi ni binadamu kama wewe, tofauti tu ni kwamba wewe unaringia pesa za babako wakati mimi sina baba na najitafutia kipato changu mimi mwenyewe. Tena kipato cha halali. Kwa hiyo nina furaha nacho kipato changu. Hivyo hiyo tofauti haikupi wewe mamlaka ya kunitukana mimi na kuniita kwamba mimi ni majina ya takataka. Narudia tena dadangu, ninakuheshimu. Nimemleta huyu hapa nyumbani, sikuja hapa kufuata ugomvi wala kutukanwa. Na kuheshimu dadangu. Nini sasa unachoniomba? Kwa hiyo ndo unanichimba mkwala au vipi? Mimi hapa ilibidi niingilie kati, nikamwambia dada Linda, sio vizuri unapofanya. Huwezi kumuita mtu takataka, hebu acha roho mbaya. Ukirudia siku nyingine ndio utanijua mimi ni nani. Makubwa. Haya penzi limekolea nazi Unanipazia sauti mimi. Wewe Aniela wewe.
Unanipazia sauti mimi dadako? Unamtetea kibwana chako hiki? Hivi hujaona saizi yako? Hujaona hadhi yako? Binti umesoma mpaka mataifa nje, unakuja kutembea na hiki kibodaboda, kinakupa nini? Unahangaika kidereva bodaboda kipate buku mbili kweli? Mbona unajidhalilisha wewe mdogo wangu? Wewe kweli wa kumdhalilisha baba kweli, unakuja kutembea na bodaboda unuka jasho? Baba amepoteza pesa, amekusomesha mpaka nje huko. Ume ndo kufanya madudu mtupu. Yaani wewe mdogo wangu, yani hela wewe. Yaani wewe umekosa wanaume. Nikamwambia dada, sikuogopi na kuheshimu tu. Naomba usimtusi huyu. Nitakuvunjia heshima hapa dada. Hao ambao wewe saizi yako ukiwaona wewe inatosha. Naomba uende. Tutawasiliana baadaye. Hapo pia akawasha pikipiki, akanipa simu ya dada na kisha kaondoka. Dada Linda akasema, kweli nimeamini kusoma Ulaya sio kuelimika. Hizi ni laana unazotuleta kwenye familia. Na lazima baba na mama wajue, nitawaambia tu. Hatuwezi kukubali si laana tulete. Unataka kutuchafulia ukoo? Nikamwambia nenda huko bana wewe. Nenda, kama kusema nenda kaseme. Kama kuletwa na pikipiki hapa nyumbani ndio kosa, nenda kaseme. Unafikiri sijaona mkumbato wenu hapa, mmekumbatiana? Unadhani mimi kipofu dogo? Unadhalilisha familia, unapagawa na maskini, anakupa nini yule? Nikamwambia haya kuhusu. Fungua mdomo wako kwa mama au hata kwa baba, ila mimi nitaemwaga ya kwako ya kwamba unatembea na mume wa rafiki wa mama, na pia vithibitisho vyote vya karibu ninavyo. Hapo kwanza Linda alishtuka. Nikamwambia unashtuka nini? Ulidhani kwamba ni siri? Shika simu yako hiyo hapo. Hapo nikamrushia kwenye gari yake, mimi nikatembea nikafungua pale geti, nikaingia ndani. Ile nafika tu ndani, message ikaingia. Na ikaifungua ile message, ilikuwa imetoka kwa P, yule dereva bodaboda. Kwanza nilijikuta na tabasamu, hata sileni kwa nini nilitabasamu. Alafu sijui ni kwa nini. Unajua sisi wanawake ambao tupo kwenye maisha ya kishua, maisha mazuri, yani waga tuna fall in love kwa wanaume ambao huko nje wanaonekanaga kama hawana kitu, maskini na vitu kama hivyo. Nilijikuta na tabasamu. Ujumbe ulipoingia kwenye simu yangu, ujumbe ulisomeka hivi: mke wangu umeingia ndani, dada yako anasemaje? Nikasema yani nimeingia ndani tayari, lakini pia naomba unisamehe kwa yote mme wangu kuhusu huyu mpuuzi, na wala hata usijali, mimi dada yangu na mudu. Okay sawa baby, unajua kiukweli Aniela nakupenda sana. Tangia kitambo na kuona unakuja unapotea, nikawa najapiza kukupata. Naomba unielewe, naomba uwe mpenzi wangu. Mimi nitakuoa Aniela. Yaani kimessage hiki alichokituma huyu mkaka, nilijikuta na furahia ile message yake. Pale nikampigia ile niambie ni wapi aliniona. Akaniambia kwamba alikuwa ananiona nikija likizo, ninatembea mitaani, na akawa ameuliza kwa watu na wakasema eti kwamba mimi eti ni wakishua ninasoma huko nje. Kwa hiyo pia alikuwa ameogopa sana kunifuata. Ila sasa hivi eti ameshindwa kuvumilia. Nikamuuliza kwani wewe pia huna mtu wewe? Sina mamangu. Mimi nakuwa pia, ukinikubalia tunakupeleka kwa mamangu kukutambulisha. Ujue kabisa kwamba mimi sina mtu kabisa na wewe ndio wa pekee. Pia nasikiaga nyinyi bodaboda mnakuaga malaya sana, mna wanawake wengi. Hapana mamangu. Naheshimu kazi yangu. Mimi siko hivyo. Labda ni hao wengine. Mimi kusikia hivyo jamani nilifurahi sana kusema ule kweli. Sijui na akili gani. Yaani mwanaume unamuuliza eti yeye ni malaya, unadhani atakujibu yeye ni malaya? Na hisi tu akili za utoto. Nikamwambia okay sawa, lakini naomba basi tusiende haraka sana. Tusomane kwanza tabia. Mama usijali kwa hilo. Kwani umeshanikubalia? Nikamwambia yes pia nimekubali kwa wako. Asante sana. Unajua kiukweli Aniela japo siamini, lakini naomba jioni tuonane mpenzi. Mimi nitakuja mitaa ya kwenu huko. Hata tu nikukumbatie niamini kama kweli unanipenda. Sawa, haina shida. Hapo tuliongea sana mimi na P na nilifurahi sana kusema ule kweli. Sikujua ni kwa nini huyu kijana kaniingia ghafla moyoni mwangu. Alafu nilikuwa najisikia raha sana kuwasiliana naye. Sijui aliniroga. Lakini mkaka nyinyi ni mzuri bwana. Ni mzuri niwaambie tu ukweli. Bodaboda fulani hivi mzuri jamani. Jioni akanipigia simu. Nikadanganya kwa dada wa kazi kwamba nafuata vocha dukani. Kwa nikatoka. Wakati hapa nyumbani kuna wifi, kuna kila kitu. Nikatoka. Hadi hapo tulipokuwa tumekubaliana. Nilimkuta P alikuwa ameshafika, afu vile kulikuwa kuna kagiza. Kigiza kilikuwa kimeshaanza. Pia alinikumbatia akanibusu, maskini ya Mungu. Mwili wangu ulikuwa unasisimka, sijawahi kufanya mapenzi. Afu Pindo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza kumpa hii nafasi.
basi akinishika hivi mwilini najisikia raha. Nyie pia alikuwa ni mcheshi, afu alikuwa ni msaada, sijui nisemaje. Kwa sababu ile siku ambapo mimi naibiwa pochi na ule kibaka, Peace ndio alikuwa amenisaidia kuipata pochi yangu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilinifanya nipagawe na P. Akaniachia, akaniambia, siamini mimi Piolo, mimi sasa hivi namiliki mtoto mzuri wa Mtabaha, mtoto mwenye shepu yake nzuri na mguu wa bia, kiuno kama nyigu, kifuani sasa jamani, saa 6. Aise, siamini kama wewe ni wangu. Ninakuahidi nitafanya kila kitu uamini jinsi gani nakupenda Aniela. Rangi yako ya chungwa ndo kabisa imenichanganya. Yaani mtoto wewe, una vidimpozi mashavuni, unanimaliza Aniela. Una macho mazuri mtoto, ukinitazama yani kama vile unaniita. Una lipsi zako nene, lipsi laini, dawa haya, popote mlipo, mna pepo yenu. Hivi mmenyimwa nini Aniela? Wewe ni mke wangu Aniela. Yaani Aniela najimaliza jinsi gani nakupenda nashindwa hata kukuelezea. Kwenye haya mapenzi mimi naweza nikasema nimezunguka huko, lakini wewe ndo nimefika mama. Kwa hiyo kama umezunguka, umetembea na wengi? Yaani nimezunguka, yani sijaona mwanamke kama wewe. Mimi mwanamke wako ngapi? Aniela, mimi B class sijawahi kabisa kushiriki hayo mambo. Wewe ndo mwanamke wangu wa kwanza. Pia bwacha kunitania bwana. Kwa nini nikutanie mamangu? Siwezi kupoteza ibati ulionipa. Yaani nitakutunza. Siwezi kabisa kuchezea shilingi chooni. Hapo anatamka hayo maneno huko ananikumbatia. Akaniambia, haya mishepu sasa, sura, akili ese. Nipewe nini tena mimi pia? Hivi kuna mwanamke gani tena mwingine ambaye anaweza kukuzidi vigezo ulivyo navyo? Aniela, wewe mimi ndo mke wangu. Nitakuoa, upambe nyumba yangu, nizalie watoto wazuri kama wewe. Nakupenda sana. Nakupenda Aniela. Kiukweli nilijikuta na furahi mno. Kumbe mimi ni mzuri hivi. Nilikuwa nisifiwa na wengi, lakini sifa kutoka kwa P nilihisi kama bicho linataka kupasuka. Tuliongea sana, tukagana, akanipa na chocolate. Nilifurahi mno, yani kama vile kanipa dunia nzima. Kuanzia siku hiyo nikawa nawasiliana sana na P kwa ukaribu mno. Tunachati, tunaambiana maneno matamu sana. Nikawa naonana na P kwa staili hiyo, natoroka nyumbani ndo naonana naye. Wiki 2 zilipita, mimi nishampenda vibaya mno huyu kaka. Yaani huniambii kitu kwa huyu bodaboda wangu. Nilikuwa natoroka mpaka nyumbani, napanda pikipiki yake, tunaenda beach zile za bure zile Coco Beach, na kunywa madafu kule, tunaongea na P wangu. Yaani penzi lilikuwa ni moto. Ila wanaume ni mbwa. Wanaume mpo? Nyinyi ni mbwa. Basi pia akaniomba anipeleke nikamsalimie mamake. Tena mamake alikuwa anaumwa. Nikasema sawa baba. Kusema ule ukweli, wazazi wangu na ndugu zangu huaga washindagi nyumbani. Kwa siku hiyo nikajiandaa, nikavaa heshima. Pia akanifuata na bodaboda tukutuku mpaka nyumbani. Kwa hapa alikuja kunichukua safari ya kwao, kunipeleka kwao. Alikuwa akajipangia Kigamboni maskini ya Mungu, lakini mamake alikuwa anaishi Manzese. Yaani ni Uswahilini, unajua Uswahilini ndani huko. Lakini sikujali. Amini mimi mtoto wa kishua, lakini sikujali, niliingia huko Manzese ndani Uswahilini. Tulifika, nikakaribishwa. Nyumba yao ilikuwa ni mbaya mno kusema ukweli. Kwanza ina nyufa nyingi. Mamake anauza pombe hizi za kutengeneza hizi za kienyeji. Nilipoona ile mazingira nilijisikia vibaya mno. Sikupenda kusema ukweli haya mazingira, na ukizingatia mimi ni wakishua. Mamake alinipokea kwa shangwe huku akiniita mkwe. Akawa amenikaribisha pale sebleni. Kuna vikochi vile vya mbao vimechoka, mnajua vimechoka. Nilikaribishwa pale soda. Akaja kukaa, tukawa tunaongea mengi tu, na yeye muda wote alikuwa analalamika kuhusu maisha tu. Niliona huruma kusema ukweli. Jana pale alipika ugali dagaa. Palikuwa kuna parachichi pia, tukala, lakini huwezi kuamini msikilizaji, nilienjoy kile chakula vibaya mno. Lakini hapo mpaka naondoka nilikuwa nawaza jinsi gani ya kuweza kumsaidia mama yake na P. Jioni ilipofika nikamwambia P naomba tuondoke. Pia akaniambia sawa. Ngoja nifuate mafuta na rudi. Nikamwambia okay poa. Kwa akatoka, nikabaki na mama yake. Mama yake akasema karibu mwanangu, hata kama kwetu ni pabaya,
Mimi nakupenda wewe, huu unakuja. Najua unaweza kunifikiria, hata ukaniombea kukarabati nyumba maana inataka kuanguka. Pia ananihangaikia chakula tu mwanangu. Kama hapa hivi naumwa, sina pesa hospitali mwanangu. So kwa ubaya, kama una chochote mama yako nisaidie mwanangu. Sasa huyu mama alivyokuwa anaongea hivi, kusema ule ukweli, ile kibinadamu nilijisikia huzuni. Na istoshe mtoto wake ambaye ni P, mimi ni mpenzi wangu na nampenda kweli kweli. Kwa siwezi nikawa nampenda P alafu mama yake nisimpende. Haiwezekani nimjali P alafu mama yake nisimjali. Alafu kizingatia mimi kwetu najiweza. Kwa hiyo nilijisikia huzuni kusema ule ukweli. Mamake pia alikuwa ni maskini mno. Mnajua ni maskini. Nikamwambia mama, usijali. Mimi nampenda sana mwanao P. Na we sasa nina hapo nikafungua pochi, nikatoa shilingi 50,000 nikampa yote. Yule mama alishukuru. Mnajua alishukuru. Akasema asante mwanangu, ila usimwambie P. Atajisikia vibaya, atanifokea sana. Nikamwambia mama, hata usijali, hii ni siri yangu mimi na wewe, kamata mama. Asante mwanangu, asante. Kama kuna nguo mama yako amezichoka huko uniletee. Unaona mimi kitenge kimechoka, kinachanika chenyewe mwanangu. Nikamwambia mama, hata usijali, kwa sababu leo ndo nimekufahamu, naomba uwe na amani. Kwa tuliongea pale, mara pia akaja. Alikuja na binti moja hivi kama umri wangu hivi. Pia akasema, Aniela, huyu ni jirani yetu. Anasema anakufananisha kama mmesoma wote hivi shule msingi, wakati ambapo babake tajiri, wakati babake yuko hai. Nikasema kweli, shule gani? Yule binti akanitajia. Nikamwambia basi ni kweli. Wewe unaitwa nani? Akaniambia mimi naitwa Leila. Nikamwambia kweli, japo nimekusahau lakini ni vizuri tukianzia hapa tukiwa tu marafiki, mimi sina marafiki huko. Basi sawa. Kwa tukabadilishana pale namba mimi na Leila, kisha tukaaga. Sasa wakati tunatoka, mama yake akatusindikiza pamoja na huyo Leila. Tukakutana na mkaka mmoja hivi pale mlangoni. Huyu mkaka ni mzuri sana, ana mfanano na P, ila huyu mkaka alikuwa ni mzuri zaidi kuliko P. Mama pia akasema, afadhali umewahi umuone shemeji yako, mwanamke wa kakako P. Yule mkaka alinitazama, akamtazama mama yake, akamtazama na P. Macho yetu yalivyogongana akairudisha tena kwangu. Mimi nilishtuka, na hata sijui ni kwa nini. Huyu kaka alikuwa yuko very serious. Kwanza alinitazama kwa muda, alafu akaniambia habari zenu. Akasalimia hivyo, ni habari zenu. Tukasema safi. Naombeni kupita. Yeye akataka tu kupita. Mama yake akasema, we jamani, nimekwambia msalimie shemeji yako, husikii ama? Huyu ndo shemeji yako, anaitwa Aniela. Aniela Mtabaa, anaishi Kigamboni. Aniela, huyu ni mdogo wa damu kabisa wa P. Anaitwa Diego. Wengi wanamuita D. Ni mdogo wake na P anayemfuata. Nikasema nafurahi kukufahamu shemeji. Nikampa mkono huyo kijana huyo Diego. Aliutazama mkono wangu afa akanitazama usoni tena. Alafu akatikisa kichwa, yani kama vile ananisikitikia. Alafu akasema, mama, mimi naomba nipite hapo mlangoni. Alafu hebu nitoeni kwenye hayo mada zenu hizo. Sitaki kabisa kusikia kwenye hizo mambo yenu. Hebu mama, nipishe nje ninge. Mama yake akasema, we Diego, wewe umeanza kunipanda kichwani wewe mtoto. Sema nake, unafanyaje hayo mbele ya mgeni? Kwa unashindwa kuonesha adabu kweli Diego? Hapo Diego akasimama, alafu Diego akanitazama mimi akasema, we mtoto, kimbia. Tena kimbia mbio nyingi sana kabla hujazamishwa kwenye ulimwengu utakao. Hapo Diego kabla hajamaliza kusema P akasema, yani P akaingilia ile mazungumzo akasema, dogo, una ushahidi gani wewe nakuuliza? Kwa unataka kufanya nini wewe fala? Unataka kuniharibia? Au unataka kufanyaje? Sasa hapo msikilizaji, kaka mtu na mdogo mtu kukaanza marumbano kama sasa wakaanza kusukumana sasa. Diego akanifuata mimi, akanishika mkono. Akaniambia, sikiliza wewe mtoto, nimekwambia kimbia na usigeuke nyuma. Unanisikia? Sasa nilikuwa sielewi ni kwa nini Diego ananitoa hapa kilazima kwamba niondoke, ili hali ya kuwa yeye sio alonileta. Lakini still alikuwa ananitazama kwa macho ambayo yani kama ni mtu ambaye ananisikitikia hivi. Kusema ulikuwa niliogopa sana msikilizaji. Maana nilikuwa simuelewi Diego nini ambacho anakimaanisha. Sasa mama yake
aliutoa ule mkono wa Diego ambao alikuwa amenishika. Mamake akasema, haya, hebu pita, nenda zako huko, usituletee si mabangi yako pa, mjinga mmoja wewe, na umefululiza leo kuvuta hayo mabangi toka asubuhi, mjinga mmoja wewe, alafu unakuja kuleta hapa taharuki hapa. Hebu toka bwana wewe Diego. Diego akapita, alafu akasema, au sio? Ila nakuonea huruma sana wewe dada. Diego aliniambia hayo maneno mimi. Mamake akasema, mwanangu Aniela. Nikamwambia, be mama, hebu tuende, achana na huyo mjinga huyo, kavuta mabangi yake anampelekesha, sawa? Hapo alipokalewa bangi tu, hajui hata nini anachokizungumza. Sasa Leila ambaye ambaye inasemekana kwamba nilisoma naye shule ya msingi. Leila yeye alikaa tu kimya pale. Alafu mimi nikawa namtafakari sana Diego. Diego yeye alikuwa ni mkaka ambaye yuko very smart. Kavaa t-shirt yake mwenye nyeupe. T-shirt nyeupe nzuri tu, lakini alikuwa amevalia na jinsi yake ya blue. Afa alikuwa amepigilia raba tu, na alikuwa amenyoa vizuri tu, na alikuwa na sura nzuri kusema ule kweli. Sura yake inavutia, lakini ndo anavuta bangi. Mbona hanuki hizo bangi? Na hata macho yake sio mekundu. Angekuwa na macho mekundu ningejithibitishia kwamba ni kweli anavuta bangi. Sasa nikajiuliza sana. Mwisho siku nikajipa majibu kwamba hii ni familia ambayo mimi leo ndo nimeijua. Kwa wenyewe utaona mambo yao. Acha mimi nilifanyaje? Nisiingilie. Na inaonesha kabisa mama yao anawajua sana watoto wake. Basi tukaongozana huko, wakawa wanasema kwamba Diego wakati mwingine bwana anakuaga kama vile hamnazo, lakini kuna muda mwingine anakuaga yuko very smart. Hapo sasa ndo ananiambia wao kuhusu huyo Diego. Basi tukagana pale na kina mama, pia akachukua pikipiki yake akanirudisha nyumbani. Tulifika mbali kidogo na nyumbani, nikashuka kwenye pikipiki. Kisha tukakumbatiana pale kwa ajili ya kuagana mimi pamoja na Pia akaniambiaje, naomba unisamee mke wangu. Nisamee kwa ajili ya ule mvuta bangi pale nyumbani na maneno yake kashfa aliyozungumza. Pale amelewa sana pale. Yaani ule ndo changamoto kwenye familia yetu. Nikamwambia pia usijali, mimi naelewa kila familia haikosi watu kama wale. Kwa hiyo nakuomba uwe na amani. Si uliona mimi nina dadangu siku ile. Simuona dadangu alivyokutamkia maneno machafu Kwa naelewa. Akasema ya niliona. Nikamwambia basi usiwe na washaka kuhusu na mimi. Poa mpenzi wangu, lakini nakosa amani kusema ule kweli. Sasa baby, mimi naombi moja, sijui utanikubalia. Nikamwambia unanitisha mpenzi, ombi gani unalolitaka kutoka kwangu? Kesho mimi nimeamua kujipa off. Kwa hiyo kesho mimi sitazungusha bodaboda kabisa. Hivyo nilitamani sana nishinda na wewe tena siku nzima. Sijui unasemaje kwenye hilo? Diego, nasema kweli? Usijali mke wangu. Najua Diego amekuvuruga sana akili yako, na ndio maana kuna muda mwingine unakosea. Ni kweli. Naomba nisamee pia. No, usijali, naelewa. Diego amezingua sana pale nyumbani. Na ndio maana kuna muda mwingine najua akili yako haijakaa sawa. Okay, sawa. Sasa mimi leo nimeondoka nyumbani. Na kesho tena baby jamani niondoke, sio hata nifikiria vibaya. Aniela, nakuomba fanya vile uwezavyo. Nakuomba sana. Kuna mahali pa muhimu sana nataka twende pamoja. Nakuomba sana mpenzi wangu. Sawa, nitajitahidi kwa ajili yako pia. Na ndio maana nakupenda sana Aniela. Unanisikiliza, unaniheshimu sana, unanijali. Kiukweli nakupenda sana Aniela. Na nakuahidi sitokuangusha. Mimi nitakuwa tofauti kabisa na wanaume wengine. Nakuaminisha hilo. Nakupenda. Hapo nikambusu pia, alafu kisha nikamwambia naomba bwana mimi niende baby kesho. Okay, sawa. Kwa sasa hapo tuliagana kwa mabuso. Mimi nikaingia nyumbani. Nilipofika ndani nilishika simu yangu, nikakutana na message za Leila. Leila akawa anauliza kama nimefika salama. Nikamjibu ndio nimefika salama. Akasema okay, asante dia, mimi pia niko nyumbani kule, mama Manzeshe nimeshaachana naye, mama mkwe wako. Nimeachana naye so muda. Yaani anakupenda, anakusifia, utasema labda ndo mtoto wake ndo kapata sijui mrembo dunia nzima. Sasa Leila alipokuwa ananiambia maneno, mimi nikacheka tu. Nikamjibu hata mimi pia nampenda yule mama. Leila akasema ila mwache atambe. Kwa sababu Aniela wewe ni mzuri bwana. Umekamilika kila idara na sauti yako ni nyororo, yaani unaongea taratibu kama vile utaki vile kuongea. Leila aliposema hivyo mimi nikacheka sana. Akatuma tena message nyingine akasema ila Aniela kuna kitu mimi nataka kukuambia. Sijui una kifua shoga yangu? Nikamwambia Leila, kifua ninacho. Wewe niambie tu ni kitu gani unachotaka kuniambia. Ni kuhusu
ujue pia anapendwa sana na wanawake. Mpaka wadada watu wazima mishangazi wanamtaka, lakini yeye hataki. Wengine walitaka mpaka wamkarabatie mamake pale nyumba pale, lakini yule kijana alikataa. Sasa tunashangaa akakuchagua wewe jamani, umempa nini kwani P? Leila aliposema hivyo, unajua nikacheka, nikamwambia wala hakuna, imetokea tu tumependana. Basi siri ndugu yangu hii naomba idumu. Na P mpende sana mamake, mroge mamake kwa matendo mazuri, mpe minguo kama unaweza, mkarabatie ile nyumba, fanya vitu vya maana. Kuna mdada anakuja kasi kweli kweli, anajileta kwa P na vijizawadi kwa sababu anamtaka kweli bwanako P. Sasa anataka kumteka mama mkwe wako. Na sijui kama unalijua hilo. P ni mtoto wa mama na mama yake ni Mswahili, alafu hali ni ngumu. Usipochezesha karata zako vizuri, shoga yangu, shauri yako. Mama pia kimpenda tu yule mdada mwingine, nakwambia pia atakuacha mchana kweupe. Kwa jitahidi ndugu yangu, fanya maendeleo pale kwa kina P. Nikasema huyo mdada anaitwa nani ambaye anataka kunipiku kwa P? Anaitwa Natalia sijui. Ana pesa zake huyo mdada, anakujaga pale na gari. Nikasema okay, asante kwa kuniambia Leila. Leila akaniambia kwanza ushalala na P? Nikamwambia hapana, bado sijampa. Unasubiri nini nawe, si umpe bwana, unambania nini? Wakati Natalia mwenzao kanajileta kwa kazi moja tu pale kwa P. P ni mwanaume ujue, ataingia tamadi, acha msimamo, mpe mwenzio ili akugande. Mwanaume ukimpa tu yani anakuganda kweli kweli. Acha kumbania bwana. Mimi ndo nakwambia pia anapendwa na wanawake, anapendwa wewe yule. Changa karata zako vizuri. Maneno ya Leila kuna muda iliniogopesha kiukweli. Na mimi ukiangalia nampenda sana P na nimemzoea sana, kumwacha siwezi. Kwa hiyo Leila akanijaza sana maneno, mimi nikajaa, nikamtumia message P za kimahaba. Basi akawa ananijibu. Nilimwambia kesho yake itakuwa ni siku ya mimi na yeye. Pia alifurahi sana. Mama alirudi, ilikuwa ni mida ya saa 3 hivi za usiku. Nikamfuata nikamwambia mama, mimi nina shida na nguo zako ambazo uzitumii ila ziwe nzuri. Mama akaniuliza wewe nguo zangu mimi za nini? Nikamwambia mama, nataka kesho nikaone watu wenye uhitaji nikawape. We koma wewe. Nguo zangu mimi sio za kuwapa maskini. Kwa unataka mimi wakaniroge kupitia nguo zangu au? Wewe una akiba yako? Si uende huko madukani ukanunue. Nikasema sawa mama. Mimi nikajua una la maana, utakuniambia kumbe ni ujinga mtu, hebu nitokee mimi hapa. Mamangu aliponiambia hivyo nilitoka kimya. Nilienda kwenye chumba cha nguo. Mamangu alikuwa na nguo nyingi sana. Zingine alikuwa amevaa mara hiyo mara moja, alafu zingine hajavaa kabisa ila tu zipo. Kwa nikakusanya pale za zamani nilizozivaa mara moja, nikakusanya vitenge pamoja na kanga, sijui madela. Nilijua kabisa mama nikichukua hizo nguo hawezi kukumbuka kwa sababu ana nguo nyingi. Nikachukua begi langu nikaweka pale zile nguo. Kwa hapo nikatulia zangu tu kimya. Siku iliyofuata baada ya baba kuondoka, mama naye aliondoka. Sijui alikuwa anaendaga wapi. Maana mama bwana kazi hana wala duka hana, ni mama tu nyumbani. Mimi pale nikachukua gari la baba, gari moja vile baba, nikapaki lile begi. Dada wa kazi aliniona. Akasema, "Mbona na begi tena unatoroka ama nini?" Nikamwambia naenda kuona watu wenye uhitaji. Hivyo nimekusanya nguo zangu ambazo sizivai nataka niwapelekee. Hongera sana Niela, una moyo mzuri sana tofauti na ndugu zako wengine. Mungu akubariki sana. Nikamwambia amina. Hapo nikatoka zangu, nikaendesha gari huyo. Si Leila alisema kwamba kuna kijibidada hivi kinajifanya kenyewe ndo kitajiri kwa mama mkwe wangu. Sasa ngoja mimi ndo aoneshe kwamba mimi ndo na uwezo. Kwa nilimpigia Leila kwamba nimkute barabarani ili aniongoze njia, maana kule kusema kule Manzese kule Uswahilini nilikuwa sijapashika vizuri. Na pia alinipeleka mara moja tu. Kweli nilimkuta pale Leila, akasifia gari ni nzuri mno, akasema hii ndo gari sasa, sio ule uchafu yule midada sijui Natalia. Basi mimi nikacheka. Yaani kwa fupi Leila akawa kama chao hivi ananipampa sana, yani ananijaza kweli kweli. Leila akaanza kuniambia, umebeba nini kwenye begi?" Nikamwambia nguo nimemletea mama. Hapo sasa ndo umetisha. Basi kweli tulienda huko akawa ananielekeza mpaka tukafika. Nikapaki pale gari, Leila akaita mama. Kweli mama pia akatoka. Akasema, "Nini mwanangu Leila?" "Na we mama, jamani mmekuja wote." Huyu mama alifurahi sana kuniona na mimi. Akanisalimia pale, nikamsalimia, akasema, "Mwanangu karibu." Nikamwambia asante mama. Sasa Leila akawa anashusha begi kwenye gari. Akasema, "Mama, mzigo wako huu mama." Mama pia pale akapokea. Huku anaimba, yani anafurahi, yani kafurahi vibaya mno. Tukaingia ndani, akafungua lile begi, akakutana na nguo nyingi.
akazitoa nguo moja moja. Nyie, huyu mama alifurahi sana. Akasema hizi nguo mpya nzuri mno. Si ndio eti Leila, si nguo mpya hizi? Leila akasema mama, nguo mpya hizo, hongera. Mama akasema asante, mbona watanikoma? Mkwe si ndio huyu sasa? Hapo huyu mama akanikumbatia mpaka kanibeba. Jamani, nilifurahi, nilijisikia raha. Nimeshamteka mama mkwe, basi mtoto wake mtelemko tu. Nikaamini pia hato niacha. Ila mimi narudia tena, nyie wanaume mbwa. Mama pia akaniambia nisubiri hapa, nakuja mwanangu. Nikasema sawa mama. Basi akaingia ndani akavaa pale gauni moja. Mama pia alikuwa na mwili kama wa mama yangu, wote ni wanene. Japo mama yangu alikuwa na shepu nzuri zaidi. Gauni bwana lilimkaa mama yake na pinye. Akasema Leila, twende. We Aniela, kaa hapa nakuja. Nikasema sawa mama. Ila naomba msichelewe sana, natakiwa ni mwai P. Mama akasema, mama mko akaniambia tulia, mimi ndo mama yake na huyo P. Atasubiri hapa, uondoki mpaka ule chakula nilichokipika mimi na mkono wangu huu. Nikasema sawa mama. Kwa hapo mama huyu akatoka na Leila, walitoka zao. Sikujua wameenda wapi, lakini mimi nilibaki tu pale nimekaa. Nilichukua simu ile nimpigie simu sasa mpenzi wangu P, lakini simu yangu ilikuwa imezima. Kitu kilichonishangaza, unajua kwa nini simu yangu izime? Kwa sasa nilipokuwa naiwasha, mara sikanipokonyoka ghafla simu. Nilishtuka kumtizama, alikuwa amenipokonya simu. Alikuwa ni Diego. Nikakumbuka, Mungu wangu, huyu mkaka ndio yule mvuta bangi. Kwanza pale nikasimama haraka. Hapo natetemeka vibaya mno. Afu Diego akacheka. Akasema, mtoto, hivyo uaga usikie, ndio maana yake. Nikamwambia samahani, naomba simu yangu. Nilikwambia nini, unafanya nini? Hivyo wewe binti, mbona unapenda shida sana wewe? Nikamwambia hapana, tafadhali naomba usinipige. Sasa nilipomwambia hivyo Diego akawa anacheka. Akasema leo kwambia mimi nakupiga nani? Hapo Diego aliongea huku ananisogelea na mimi nikawa nasogea nyuma mpaka ukutani. Sasa nikawa sina tena pa kusogea. Diego akanisogelea. Akasema nimejaribu sana kukusaidia, lakini naona wewe dada sikio la kufa yanaingilia huko yanatokea huko. Najiuliza ni kuokoe kwa namna gani au ni kuache tu hivyo hivyo? Hebu wewe niangalie kwanza mimi. Nyie mnajua niliogopa. Nikawa natetemeka kabisa. Diego alikuwa jirani yangu kabisa na yani akawa hapa na hapa, zero distance. Nikawa nasikia kabisa mapigo yake ya moyo. Nyie nilichanganyikiwa, nilitetemeka. Sikujua ni hisia gani na hisi, ni uoga au ni nini, ila nilijiona kama vile naishiwa nguvu. Kumtazama Diego nikawa nashindwa. Yeye alinishika kidevu, akaunyonyoa uso wangu, akasema Aniela, unaamini kwamba mimi navuta bangi, sio maana yake? Unaamini mimi kwamba sijitambui, si ndio? Diego anaponiuliza hayo maswali, mimi nilibaki namtizama tu. Sikujua hata kama alikuwa amelijua jina langu, sikujua. Maana siku ile hakutaka hata kulijua jina langu, hata salamu nilomsalimia hakuitikia. Nilimtazama juu mkaka, macho yake alikuwa na macho mazuri mno. Na sijui alikuwa ni nini, yani sijui, I don't know. Nilijikuta tu namtizama Diego. Namtizama, yani nikawa natikisa tu hivi kichwa kuonesha kama nakataa. Yani kwamba yeye avuti bangi. Maana alivyoniambia kwamba unaamini mimi navuta bangi, kumjibu nikawa nashindwa. Kwa nikawa natikisa tu hivi kichwa kwamba avuti. Akasema sikiliza Aniela, nataka kukuokoa mara ya mwisho. Aniela, sitaki ufanye kitu utakachokuja kujutia kwenye maisha yako yote. Najua hutaweza kunielewa na labda utanichukia baada ya hili, ila mimi ni msaada kwako na ipo siku utanielewa kwa nini nakwambia maneno. Mimi nikamtizama Diego afu sikumuelewa. Diego akanibeba, nikashangaa. Nikamwambia Diego, nishushe tafadhali, nakuomba. Unanipeleka wapi? Nishushe. Nilijaribu kumpigana naye lakini alikuwa na yeye, kwa sababu si mwanaume, kwa akawa na nguvu sana. Hakunishusha wala nini, akanipeleka mpaka kwenye chumba fulani hivi kilikuwa kiko nje ya hii nyumba. Maana kwao kuna wigo wa matofali, alafu kuna kigeti cha bati, na humo ndani kuna nyumba kubwa na vyumba viwili viko nje. Kwenye hiko chumba alichonipeleka, iko chumba cha nje kidogo kilikuwa ni afadhali kuliko kule ndani. Hiki cha nje kidogo kulikuwa kuna redio pale, kulikuwa kuna kapeti la manyoya, kulikuwa kuna sofa moja, kulikuwa kuna feni, afu kulikuwa kuna kabati la nguo. Diego akanilaza kitandani. Mimi nilitetemeka. Leo mimi nabakwa. Sijui ni kweli huyu ni mvuta bangi huyu mkaka, jamani, mbona amefanya vitu vya hovyo? Nikamwambia shemeji, unataka kunifanya nini? Lakini unajua mimi ni shemeji yako. Sasa hapo nikawa najitetea. Diego akaniambia, Aniela, wewe ujitambue, sio maana yake. Ipo una uhakika mimi ni shemeji yako? Mbona nikikuwa karibu na unachanganyikiwa? Na siku ya kwanza mimi kunaona kwa nini ulishtuka?
Nikamwambia mimi sijui unaongelea nini Diego. Naomba nitoke humu ndani. Mimi nampenda P na kuomba naomba nitoke. Wewe mimi ni shemeji yangu. Mimi ni shemeji yako Hapo Diego alicheka, alafu akanisogelea, akanishika kiuno, akaanza kunibusu sasa. Niliishiwa nguvu. Nilitaka kumsukuma Diego lakini sikuweza. Huyu mkaka sijui ni mchawi, sijui yeye ndo kavuta bangi, sijui kaniambukiza. Pale nikasema moyoni mwangu, njoo nisaidie, sijiwezi. Diego aliacha kunibusa, alafu akanitazama. Alikuwa na macho mazuri. Akasema, mioyo na macho huongea ukweli kuliko mdomo. Aniela, macho yetu, mioyo yetu na miili yetu inaongea tayari. Japo unajifanya kama vile usikini ninachokitaka kukifanya na wewe leo, lakini kitakusaidia sana hapo baadaye, kwa sababu najua sina njia nyingine kukusaidia. Najua hutonielewa, labda utanichukia, ila hii mioyo yetu itatafutana tu na kila kitu kitakuwa sawa. Maneno ya Diego unajua yalinifanya kwanza nitulie. Yaliniingia eti nilihisi pia kama kuna kitu kati yetu mimi na yeye. Maana hata kwa pia sikuwa kama najisikia hivi kwa Diego. Mie jamani, au naumwa mimi ama nina mapepo? Mpaka niliwaza. Sasa Diego akaniambia, nataka niwe mwanaume wako wa kwanza na sio pia Aniela. Sitaki pia awe mwanaume wako wa kwanza. Mimi ndo nataka niwe mwanaume wako wa kwanza. Jamani, niliogopa. Nikamwambia Diego, hapana, sitaki Diego. Diego, hapana. Diego hakunisikiliza. Alianza kunishika, nikawa sitaki, nikawa nabishana naye na mpige, lakini Diego hakujali. Uwezi amini, Diego alinichania gauni langu. Na nguo yangu ya ndani pia akaitupa kitandani. Nililia vibaya mno. Diego alikuwa ni kama mnyama. Akatoa na nguo zake huku akawa amenizuia nisikimbie. Akaniambia, naomba unisamehe sana Aniela. Sikupenda iwe hivi, ila wewe ni moyo wangu. Unajua sikumuelewa. Alinitendea vitendo vyote vya kunishawishi na mwili wangu ulinisaliti kabisa, msikilizaji. Akili kaniambia nakosea, lakini sio mwili. Nilihisi raha. Akili inaniambia, Aniela, unachokifanya unakosea, lakini mwili wangu ulikuwa unajisikia raha. Sijui niseme Diego alinibaka, sijui na mimi mwenyewe nilipenda, sielewi, lakini tu ni kwamba Diego alifanikiwa lake jambo kulitimiza. Na Diego ndo akawa mwanaume wangu wa kwanza kuniingilia kimwili toka nizaliwe. Kwa kiufupi, usichana wangu aliutoa Diego. Hakuishia moja, akaongeza tena, na mimi nilienjoy mno kiasi kwamba sasa nikaonesha ushirikiano kabisa. Wanasemaga siku ya kwanza unapofanya na mwanaume inauma, lakini mimi sikusikia yale maumivu. Nilisafiri masafa, nikapanda milima kufika kabisa juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Sio mara moja. Diego alijua kunikuna vizuri, na alivyomaliza nikajifanya kama vile nampiga mangumi, kama vile sitaki, huku nalia. Nilimlaumu ya kwamba kanifanyia vibaya, na nikamlaumu kwamba sitaki tena kumuona na sitamsamehe kwenye maisha yangu, na nikamwambia nitamsemelea kwa mama yake pamoja na kakake pia. Yote hayo nilimwambia Diego, lakini Diego alinikumbatia akaniambia, najua huwezi kufanya hivyo Aniela. Hata nikuachie sasa hivi, huwezi kufanya lolote Ani. Nikamwambia, umenikosea sana Diego. Umenibaka. Sijapenda. Diego akaniambia, naomba unisamehe Aniela. Nikamwambia, mimi nampenda kaka yako, nampenda P. Nataka kuwa na P na sio wewe. Okay. Ni sawa. Na mimi naondoka. Sidhani kama tutakuja kuonana tena hivi karibuni. Nilichokifanya sijutii hata kama haikuwa makubaliano. Ninachokitaka ni wewe uachane na kakaangu. Uachane na mama kwa sababu sio watu wazuri, na leo hiko chakula na kuomba usile. Na kuomba sana Aniela. Kwa sasa hutaweza kunielewa, lakini ipo siku utanielewa kwa nini nakwambia haya. Nikamwambia, nisikilize Diego, usiniambie kitu. Najua una wivu na mimi sijui nitamwambia nini pia, wakati anajua kabisa mimi nina usichana wangu, sije kukutana na mwanaume. Diego, nakuchukia kusema ule ukweli, na nimeamini kweli unavuta bangi. Naomba ukae mbali na mimi Diego, sikupendi na mibangi yako. Ulichonifanyia leo sitokuja kukusahau, nakuchukia mpaka kufa kwangu.
Okay. Hapo Diego akafungua kabati, akatoa tracksuit, akasema vaa hizi. Nikamwambia sitaki. Sasa utaki kuvaa, utaondoka hapa ukiwa huna nguo ama nini? Au utajifunga hilo gauni lako? Hapo nikagundua kumbe nguo zangu alikuwa amezichana. Nilimpiga magumi Diego, nikamwambia nakuchukia sana wewe kaka. Nilichukua ile tracksuit kwa kumpokonya, nikavaa, nikamwambia naomba nitoe hapa, nataka nirudi nyumbani. Siwezi kuonana na mama yako, siwezi kuonana na Leila nikiwa katika hii hali, na kuomba nirudi nyumbani. Hapo Diego akaniambia okay poa. Alivaa nguo zake na yeye na akasema nisubiri hapa. Nikamwambia hebu niache huko. Sasa nitaenda wapi unavyonifikiria? Diego alicheka alafu akatoka. Alikuwa nadhani kama ni mazuri alionitendea. Kiukweli mimi nilijawa na mawazo sana kwa kile kilichokuwa kimenitokea. Sikuelewa kabisa. P bado nilimpenda sana. Nilimpenda P sana. Sasa nitamwambia nini mimi jamani, na usichana ndo sina tena. Mpaka nikajuta ni kwa nini nilimwambia P mimi ni bado ni bikra. Nisingemwambia singejua. Machozi yalinitoka alafu nijihisi ni mkosaji, maana kweli nilienjoy lile tendo. Yaani nilitaka hata kupaa niondoke hapa, mamake na P sikutaka kabisa kumuona. Ni aibu. Unajua hata sawa hata kama hajaniona nimefanya, lakini mimi tu kumtazama nitashindwa. Sasa nikawa nawaza, au niachane na P? Niliwaza sasa nawezaje kulala na P wakati tayari nimeshakuwa na mdogo wake? Kwa mimi nitembee mtu na kaka yake? Hapana. Hii dhambi hata Mwenyezi Mungu hawezi kuja kunisamehe. Niliwaza mno, na baada ya muda Diego akarudi. Akaniambia okay, oya twende. Kweli nilitoka kimya nikiwa nina uchovu sana. Shughuli ya Diego haikuwa ndogo. Huyu kijana sijui alikuwa ni machachari, ni kama vile alikuwa amenipania. Alinipitisha njia nyingine kabisa uchochoroni, huku akiwa kanishika mkono. Mimi nikawa nakataa sinishike, lakini kwa ubavu kwa sababu yeye alikuwa ana nguvu. Kwa nikajikuta tu nashindwa kutoa ule mkono wake. Kuna mahali kuna kama maji hivi machafu. Unajua Uswahilini? Basi tukaa tunalukaluka hivi, natokea hapa. Nikaja kutokea pale nilipokuwa nimepaki gari yangu, nikaingia kwenye gari bila hata ya kumtizama Diego, nikawasha gari nikaanza kuondoka. Nilitazama kwenye kioo cha pembeni ya gari, nilimwona Diego alikuwa amesimama tu pale pale akiwa kaeka mikono yake mfukoni. Jamani, Diego ni handsome. Moyo wangu ulisema tofauti Nilitamani nirudi nikamkumbatie Diego. Nilikumbuka mechi tuliotoka kuifanya mimi na yeye. Mwili ulipatwa na hisia jamani. Kwa mara ya kwanza nilijikuta nimefanya ile tendo afu nimelienjoy, wakati stories za mtaani zinasema kwamba mara ya kwanza unaumia. Diego, kwa nini sikuanza kukujua wewe kabla? Niliona kabisa siwezi hata kuendesha hii gari, nikasimamisha kwanza. Nikawa namtizama yeye kupitia kioo cha pembeni. Yeye alikuwa tu pale pale amesimama, anatizama tu mimi nilipo. Diego ni mzuri, msafi. Hizi track zake tu safi afu zinanukia, tofauti hata na kaka yake. Kaka yake ana kijasho fulani hivi, afu Diego yananukia. Na kile sijui ndo chumba chake kizuri kwanza, alafu amekipanga vizuri sana. Asa mimi nafanya nini? Nampenda kakake, lakini huyu mdogo wake amenichanganya sana moyo wangu. Nifanye nini sasa? Hapo kwanza nikawasha gari. Mara simu yangu bwana ikaita. Nikacheka, alikuwa ni Leila. Akasema wewe uko wapi? Nikamwambia nimepigiwa simu ya dharura nyumbani, kuna shida na naenda hapa mara moja. Sasa mbona hujaaga? Hata kutuambia. Nikamwambia simu yangu ina shida gani sijui, simu hazitoki, nikipiga wala hata message haziende. Pole, labda uliangusha imestaki. Nikamwambia nikifika nyumbani nitairekebisha, naomba tu umwambie mama nisamee, nitakuja kwa wakati mwingine. Na pia naomba umpigie Piolo, mwambie kwamba nimeitwa nyumbani, sijui kuna kitu gani, na mjuze kuhusu simu yangu imepatwa na shida. Basi sawa. Leila aliponitikia hivyo, mimi kwanza nikaizima na simu yangu. Nikaenda moja kwa moja nyumbani. Nilipofika nikaenda chumbani moja kwa moja. Nikajilaza kwanza kitandani bila hata kuoga. Diego jamani alinijia kichwani. Nilimwaza Diego. Nilitamani kujua ni kwa nini kanifanyia vile. Na hivi hatima yetu sasa itakuwaje? Yaani namuonaje? Hata kumtazama nashindwa. Na alivyokuwa mshenzi Diego, hata namba yake ya simu hakunipatia. Niliwaza mpaka nikapitwa na usingizi. Nilikuja kuamshwa usiku baada ya kina mama kurudi. Kwa nikaoga ndo nikashuka pale kwenda sebuleni. Nilikula na kina mama pale na kisha nikarudi chumbani. Nilikuwa na mawazo mengi sana hii siku.
Nikaona kwa nini nife. Nikawasha laptop yangu, nikaunganisha na wifi, nikamtafuta rafiki yangu mmoja hivi mzungu, yuko huko Uingereza, kupitia mawasiliano ya video call. Akapokea pale, ngambia dia, niko njia panda, kwanza naomba unishauri kitu. Yule mzungu akaniambia nini? Hebu niambie nini sumbua. Nikamwambia kwanza, nikamsimulia kuhusu huyu Piolo ambaye ni P, na kisha nikamsimulia kuhusu mdogo wake na Piolo ambaye ni Diego. Sasa huyu mzungu Dena ambaye ni rafiki yangu akaniambia wao, huyo Diego na Piolo nani mzuri zaidi? Mimi nilicheka sana, nikamwambia Diego ndo mzuri, handsome. Kweli kabisa, unajua na story yako inaonesha wazi wewe unampenda sana Diego. Sasa mimi rafiki yangu, mimi nakushauri wewe uwe mkweli na nafsi yako. Huyo Diego inaonesha kuna vitu anavijua na hakubaliani na familia yake. So hebu achana na huyo Piolo, kwanza jina lake baya sana, mtu anaitwa Piolo. Hebu baki na Diego, sawa? Nikasema Diego hajanitongoza na hajasema kama anataka mahusiano. Mahusiano, yani hajaniambia chochote. Yeye zaidi tu amesema kwamba ananisaidia. Eti P na mama yake sio watu wazuri. Sasa ananisaidia kwa kunibaka kweli? Dena. Dia, unajua inaonesha hiyo familia ina drama sana. Inaonekana ni Waswahili sana, na ndio maana hata Diego amekubaka. Hivyo mimi nakushauri usimshtaki huyo Diego. Au kama inawezekana hiyo familia achana nayo kabisa. Nisimshtaki. Wewe unataka kumshtaki? Nikasema sijawazia hayo. Lakini tunaanza kama nikimshtaki itakuwaje? Mama yake na P nahisi kama ndo atapata shida kwenda kuhangaika na hii kesi Dena. Ndio maana sijawaza hata kumshtaki. Alafu mimi P nampenda, pia ananipenda sana. Au nikae tu kimya rafiki yangu? Haya, hata ukikaa kimya sawa, ila mimi nakuambia tu ukweli, achana na hiyo familia. Utapata tu boyfriend mwingine. Wewe ni mzuri sana, mbona wanaume wazuri wako? Hapo nikacheka, nikamwambia sawa bana. Ni simulie ili kuwaje kwa sababu ni mara yako ya kwanza, na Diego yukoje kitandani? Huyu mzungu aliponiuliza hilo swali, unajua nilicheka sana, nikaanza kumsimulia ujinga wote. Huyu mzungu Dena alicheka sana. Akasema nitakuja na nitataka kumuona huyo Diego huko Tanzania. Mimi nikacheka sana. Basi nilimaliza pale kuongea na huyu mzungu Dena, nikakutana na message ya P. Tena sio moja, P alikuwa ametuma message nyingi sana. Pia kana lalamika eti kwamba hanielewi, alafu yeye ananipenda sana. Mimi nikamtumia ujumbe, nikamwambia sikiliza P, nyumbani umeanza kugundua kuhusu mimi na wewe. Hivyo naomba tuishie hapa babangu. Sawa, kwa sababu familia yangu ni wakali sana na hawataweza kuja kunielewa kwamba natembea na wewe ambaye ni dereva bodaboda. Watakufanya kitu kibaya sana, na mimi sitaki tena haya mahusiano. Tafadhali na kuomba iwe mwanzo na mwisho. Msikilizaji, yani niliona ni bora tu hiyo hivyo, kwa sababu kwa kile kilichokuwa kimetokea kwa mdogo wake Diego alichonifanyia, niliona siwezi kutembea na wote wawili. Nilipotuma ile message, unajua pia alikaa kimya kwa muda, kisha akanijibu akaniambia, Aniela, siku ya kwanza nilipokuambia kwamba wewe ni mke wangu, nilimaanisha hivyo. Sijui na sielewi unachoniambia, ila tujue kwamba niko tayari kwa lolote juu yako. Niko tayari kuja hata hapo kwenu kujitambulisha, na sababu unataka kukatisha penzi letu, mimi nitafanya hivyo, nitakuja tu hapo kwenu. Mimi nakupenda Aniela. Huoni kama unaniumiza Aniela? Kwa nini ghafla hivyo? Na ndio maana hujaje kwangu na ukaondoka nyumbani ghafla. Aniela, tafadhali nakuomba usinifanyie hayo unataka kunifanyia. Pia alitilia huruma, alituma message ya huruma sana. Nikamwambia P, sina uhakika na hisia zangu P. Vipi nikija kumpenda mtu mwingine huko, alafu niko na wewe, itakuwaje? Aniela, mimi najua unanipenda mimi. Na kuwa na wasiwasi sababu wewe ni mgeni kwenye mahusiano. Ni kawaida wewe kuwa na wasiwasi. Na pia hata kama ungempenda babangu mzazi, I say, mimi ningepigania penzi lako na nisingekuacha baby. Nakupenda sana Aniela. Kama unazidi kunikataa, nitajinyonga. Damu yangu itakuwa ni juu yako. Naomba kesho tuonane kama tulivyokubaliana Aniela.
usipokuja basi jiandae na msiba. Mimi nimemaliza na nakutakia usiku mwema. Jamani, sasa itakuwaje? Hivi ni kweli huyu anaweza kujiua kweli Asa mimi tayari nishatembea na mdogo wake. Asa mimi nifanyaje? Bwana mimi siendi. Potelea pote. Sasa nikiwa nawaza hivyo, Leila alinipigia simu nikapokea. Leila akasema, "We binti, imekuaje umtaki mwenzako? Ujue kaja huko amepagawa, analewa tu. Anasema maisha yake yako mikononi mwako. Hivyo unajua pia anakupenda sana wewe. Kwa nini unamfanyia hivyo?" Nikamwambia, "Sikiliza bwana, hamna kitu kama hiko bwana, sikiliza Leila." Hapana bwana, wewe fikiria mara mbili, pika nuna. Nakwambiaje, huko hatujui nini na hatima yake duniani hatujui kama kesho atamka salama. Ujomba nikaona pia inawezekana kawa na maanisha kweli, huenda kajiua kweli. Nikasema, "Sikiliza Leila, mwambie mimi pia nampenda. Nitaonana naye kesho." Hayo ndo maneno sasa shoga yangu. Unataka kumwacha mwenzio, unataka ajiue ajinyonge? Inahusu. Nikamwambia okay sawa. Nilikata hii simu, lakini kiukweli msikilizaji, nilijisikia vibaya sana. Nilijihisi ni msaliti mno kwa P ambaye pia alinipenda, lakini mimi sikupenda kuwa na mdogo wake Diego. Ila nilienjoy Sawa, ni kosa langu. Niliwaza sasa nifanye nini? Maana ni lazima tu atajua. Dunia haina siri. Utatunza siri lakini mwisho wa siku tu lazima pia atajua. Nikaingia mtandaoni, Google, nikakutana pale na ushauri wa wanawake jinsi ya kufanya na uonekane wewe ni mwali. Yani hata kama ushautoa usichana wako, Google pale namna ya kutaka kurudisha bikra yangu, hata kama ikirudi bikra ubandia poa. Google pale, alafu mwisho siku nikajiuliza, kwa Diego alivyo, maana Diego, msikilizaji, Diego ana mshedede. Kwa nikasema atakuwa huku kaniacha vibaya sana. Itawezekana kweli mimi kutumia hiyo dawa hiyo nilo Google na vitu vikarejea vikawa kama upya, usichana wangu ukarudi? Yaani nilikuwa natamani nitengeneze bikra tu ya ubandia ili tu nikikutana pia ajue kabisa kwamba mimi nina usichana wangu. Kwa nikawa nawaza sana, mpaka nikaona mbona najipa shida, ngoja kwanza nijaribu. Kwa nilienda jikoni, nikachukua pale viungo nilivyokuwa nimeviona huko Google, nikaviandaa pale, nikavichanganya, nikaweka zile process zote nikazifuata. Nilipomaliza nikachukua nikabandika. Nyie vinauma, lakini nilijikaza kwa sababu nilikuwa nataka usichana wangu urudi tena. Nikalala, kulivyokucha nikaweka tena. Kisha nikaenda kununua kimoja kichupa hivi kinauzwa kwa Wamasai huko. Nilikipata, nikarudi nikaweka. Mida ya saa 8 nikamwaga mama alikuwa anatembelea kwa usojiweza. Mama akaniambia sawa. Kwa mimi hapo nikatoka zangu nikaenda kukutana na P, lakini nilikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa sababu kwanza nilikuwa namuonea sana huruma P. Tulitembea ufukweni na kisha akaniambia twende, akaniambia twende geto kwangu. Nikamwambia okay sawa. Nilishajua huko naenda tukuliwa. Tulienda. Kilikuwa ni chumba kimoja, kina kitanda tu. Kitanda kile kilikuwa cha mbao, kulikuwa kuna kiredio hivi kidogo, sio kizuri. Yaani in short, Diego ndo alikuwa na geto kali zaidi kuliko kaka yake. Tulipofika, pia hakuwa na maneno mengi. Alianza pale kuniandaa. Aliponiandaa, akamaliza mchezo. Kiukweli, niliambulia maumivu. Na Piolo ni kama vile hakugundua kitu. Alifurahia sana huku akiwa anasema kwamba hajawahi kukutana na mwanamke ambaye hajaguswa. Kwa hiyo alifurahi sana, maskini ya Mungu. Hakujua kama ile bikra nilikuwa nimemtengenezea. Pia aliniahidi maneno mengi sana, nakupenda. Akaniambia eti mimi nishakuwa wake, sijui. Mimi nikabaki namtizama tu. Sasa hapo moyoni nikawa nasema yani ungejua. Tena na angejua na Isa angenipiga pale pale. Pia akarudia safari ya pili, mzunguko wa pili. Lakini mimi nilikuwa namuwaza Diego. Imagine Pindo ananikula kwa muda huo, lakini mimi akili yangu yote ipo kwa Diego. Yaani nikimuwaza Diego ndo nilikuwa nafurahi ile tendo. Jamani, nilijisikia vibaya. Lakini Diego alikuwa kila muda anakuja kichwani mwangu na sikujua ni kwa nini kabisa, kusema ule kweli. Pia mwenyewe alishughulika mpaka majira jioni ndo akaniachia. Alikuwa na furaha sana. Na mimi nilimuigizia kwamba nina furaha, nimeenjoy. Nikamwambia nimeshafika baba, nimefika mpaka kwenye kilele cha mlima. Basi mwenyewe linachekelea linajisikia raha, linajua lenyewe ni kidume kweli kweli.
Kumbe mimi namuigizia tu na nilijiapiza. Nitajitahidi kumwaza P tu kuanzia hiyo siku. Kwa nikawa najitahidi kuongeza mapenzi kwa P ili nisimwaze Diego. Maana mamake na pia alikuwa ananiomba sana pesa. Nampa. Mwezi ukapita. Penzi la mimi na P unaambiwa ni moto moto, na sikuwahi kumuona tena Diego. Mwezi wa pili ukaja ukapita. Babangu akaniambia kwamba nijiandae naenda shule ya nje nikasome. Nikasema sawa baba. Nilienda kumwambia P, bwana mimi inabidi nikasome nje. Nilienda kumwambia P pamoja na mama yake, walisikitika sana. Nikasema nitakuwa narudi likizo. Mama pia akaniambia sawa mwanangu. Kopa nilipikiwa chakula nikala, pia akaniambia kwamba anaenda kufuata mafuta akatoka. Mamake akasema mwanangu, mamako mimi na shida sana, sijui nifanye nini mimi. Nikamwambia shida gani mama? Unaona vipochopocho hivyo umo ndani, vikopo hivyo umo ndani. Viko huko chini. Nikamwambia naviona mama. Mwanangu, hii nyumba inavuja sana na pia hana hela. Na huyo Diego ndo sijui kapotelea wapi. Alihama hapa bila hata kumwaga mtu, miezi 2 na wiki zimeshapita sasa. Na wanasema kuna mvua nyingi sana za upepo mwanangu zinakuja. Kwa hiyo naomba unisaidie, niko chini ya miguu yako. Hebu tuwezekee tu bati jipya, tuzibezibe nyufa na tupake rangi, na kuomba sana mwanangu. Mamake pia aliponibevu nilishindwa kukataa. Niliona huruma kusema ule kweli. Vikopo viko ndani. Nikasema, "Kwani inahitajika kama shilingi ngapi mama?" Mwanangu, hapo niliongea na fundi. Fundi akaniambia kwamba tukipata milioni hizo, milioni 4 panakamilika. Msikilizaji, hiyo milioni 4 hata kwangu ilikuwa ni nyingi. Nikasema okay sawa mama, ngoja basi nikalifanyie kazi. Okay sawa mwanangu, asante. Naomba usimwambie pia. Hatopenda. Maana na yeye pia sasa hivi hana pikipiki, anatumia tu za watu. Wanamnyanyasa kweli, maisha magumu sana. Mara akose, yani angepata tu milioni 2 pia, angenunua pikipiki yake ya kisasa. Ana wateja sana. Na angepata huyu, anasema yeye, wewe sema tu ndio hivyo unaenda shule. Sema tu atahangaika sana, Lakini kama akipata hiyo milioni 2, safi kabisa. Atazungusha na yeye lengo lake, wewe ukitoka kwa Ulaya uko kusoma, ukirudi akooe. Na anataka ukute wewe ukirudi, ukute ana maendeleo tayari. Huyu mama aliponiambia hivyo, niliona yes. Kweli ngoja, nikasema mama pia na mawazo mazuri sana na ndio maana nampenda. Ndio hivyo, sema tu anakosa tu pesa, anakosa tu hiyo milioni 2. Akipata tu hiyo ananunua pikipiki. Nikasema mama hata usijali. Pia alirudi tukaondoka. Nilifika nyumbani, akaunti yangu ilikuwa na milioni 4. Hivyo nikaona niitoe yote. Nikataka pia apate pikipiki yake. Hivyo nikawaza kumuomba baba sasa. Niseme sana na shida gani, ndio nikawa nawaza baba nimwambie na shida gani. Niliwaza nikapata jibu. Usiku baba alivyorudi, nilifikicha kwanza macho yangu yakavimba. Nikamfuata sebuleni baba. Baba alivyoniona akaniambia kuna nini mwanangu, mbona kama macho yamevimba? Hapo msikilizaji, nikaanza kulia. Mama akaniambia sasa ndo nini? Si useme kilio iko ni cha nini? Nikamwambia baba nimetapeliwa. Umetapeliwa nini? Hebu niambie mwanangu. Nilitumiwa email shule ya zamani, kuna kozi. Hatukutoa pesa wengi. Nikaambiwa nilipie. Nikaingia kulipia, kumbe so email yao, so email ya shule. Pesa yote kwenye account imetoweka baba. Nadaiwa milioni 4 kwenye kozi na cheti jumla baba yangu, yani yote mimi pesa sina. Sasa hapo nikaanza kulia. Baba akaniambia hebu nyamaza kwanza mwanangu. Wewe mbona umesoma Ulaya? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia hujui matapelo mitandaoni? Ulitakiwa uhakiki kwanza kwa uongozi wa hiyo email. Uone kabisa na namba zao. Wewe unaingia tu kichwa. Nikamwambia baba email inafanana na shuleni. Pole sana. Sasa usirudie. Nitakupa hiyo hela. Unatakiwa utume. Nikasema kesho baba mimi natuma. Okay. Mapema. Wai benki, kabadili taarifa zako, ulinde akaunti yako. Mimi nitakuwekea hiyo pesa. Ulipe na hapo si utakuwa huna akiba. Nikamwambia ndio baba, nitakuwa sina akiba maana umebeba yote. Nitakuwekea na akiba yako ya matumizi. Hebu nyanyuka hapo chini, futa hayo machozi. Njoo hapo unikumbatie baba yako. Kweli nikanyanyuka, maana nilijitupa chini nikamkumbatia baba. Nikampiga pale na buso shavuni. Baba akaniambia wewe ni mtahaba bwana. Pesa ndogo ndogo hizo milioni 4 milioni ngapi zisikumize kichwa. Baba yako nikiwa niko hai hutolia, sawa mwanangu? Nikasema asante daddy. Hapo mama alinitazama. Akasema nenda katapeliwa tena mjinga mmoja wewe. Yaani unasoma Ulaya lakini bado tu unatapeliwa.
Hapo dada yangu ambaye ni Alinda akasema huyu atakuwa kajitapeli huyu au kahonga hiyo hela. Wewe, hebu keleleni. Mwacheni binti yangu msome bwana. Hapo baba akawa amenitetea, kwa hiyo wote wakakaa kimya. Nilifurahi sana. Siku iliyofuata niliwahi benki, nikabadili namba ya simu, nikamjuza baba. Baba akasema anatuma pesa maana alikuwa yuko kazini, na kweli alinitumia milioni zaidi ya zile ambazo niliomba. Jumla alinitumia kama milioni 7. Nikaenda kwa mama mkwe nikampa milioni 4.5. Mama mkwe alishukuru sana, alinibeba huko anaimba. Muda huo huo akampigia fundi. Tena namgombeza kweli kweli, namwambia yule fundi, hebu fanya haraka wewe bwana, agiza mchanga, simenti, bati, rangi kama tulivyoongea. Nataka hapa kama mkwe wangu hajaondoka au ni nyumba tayari, ukichelewesha kazi hapa na kufunga mimi. Fundi akasema nakuja. Kweli yule fundi alikuja, mimi nikawaaga pale naenda kwa P. Kwao nikawaacha, nilitoka pale nikaenda kwenye geto la P. Ni geto ambalo nilikutana naye mara ya kwanza. Siku ambayo tulifanyaga mapenzi kwenye hilo geto. Kwao nilienda nikagonga. Nilipogonga, wallahi uwezi kuamini msikilizaji, alitoka mdada. Huyo mdada kwanza alikuwa anavuja jasho ile mbaya, alafu yuko na kanga tu ameifunga hivi. Nikasema hili si ndo geto ambalo mimi nilikuliwa mzigo na P? Au nimechanganya geto? Hapana, geto ni hili. Cha ajabu yule mdada alipotoka akaniuliza, wewe una shida gani? Yaani yule mdada ndo ananiuliza mimi, una shida gani? Nikamwambia nikuulize wewe, maana mimi ndo mke wa mwenye hiko kichumba. Hapo sasa msikilizaji, naongea nimepanic, yani nina hasira. Ina maana kwamba P mimi ananisaliti na zile ahadi zote za kuniambia kwamba ananipenda. Nyie hamwezi kuamini, hasira zilinikamata hapa. Kwanza yule dada akacheka, akasema mimi ndo mwenye hiki chumba. Kwa hiyo lini mimi nimeoa? Kwa mimi niko wewe. Nikamwambia dada, na kuheshimu na kuomba ujiheshimu. Niitie huyo Piolo. Mimi sina maneno mengi na wewe. Yaani unamuulizia ule bodaboda, mbona hapa alihama tangia majuzi? Kodi ilimshinda kulipa. Amehamishwa upo. Unajua nilivyosikia hivyo kwanza niliumia. Nikamwambia kweli? Asa mbona yeye mwenye Piolo hajaniambia? Mimi sijui. Labda vile wewe wakishua labda anaogopa utamuona kama vile anapenda pesa zako. Ila tu kwa ushauri wangu dada, kama wewe ndo mwanamke wake na una uwezo, msaidie mwenzako. Kaondolewa hapa kwa aibu sana na hana chochote kile. Alikuwa anadaiwa kodi za nyuma huko, hata nguo pia kanyimwa, nguo zimeachwa. Jamani nilijisikia vibaya, nikamwambia okay sawa dada, asante. Uweza mimi niliondoka, lakini hapo moyoni roho ilikuwa inaniuma. Nilimpigia simu pia akapokea, akanisalimia kwa furaha sana. Nyie moyo ulizidi kuniuma. Nikamuuliza P uko wapi? Akanipo kijiweni huko. Nikamwambia okay nakuja. Niko na gari. Kipindi hiko msikilizaji, natembea na gari ya familia. Kwa nilikuwa na uwezo wa kuendesha. Nilimfuata P pale kijiweni kwake, nikawasalimia marafiki zake, nikamwambia twende mahali. Pia akaniambia sawa. Kwa tuliondoka. Tulipoingia kwenye gari, nikamwambia hivi, kuna dalali yote ambaye unamjua? Akasema ndio. Nikamwambia naomba namba zake. Okay sawa. Kweli pia akanipatia namba za dalali. Nikampigia huyo dalali. Nikaomba atafute chumba master na sebule pamoja na jiko maeneo mazuri. Dalali akasema sawa. Akasema ipo nyumba mitaa ya Kigamboni. Huku ni mbali kidogo na kwetu. Nikasema okay nielekeze. Akasema sawa. Kwa dalali akanielekeza, tukaenda kweli kwenye hiyo nyumba. Nyumba ni nzuri. Ziko kama 4 hivi ndani ya fence. Fence ilikuwa ni moja, ila kila nyumba ilikuwa inajitegemea. Kila nyumba ilikuwa na kila kitu chake. Jamani nilipapenda. Muda wote pia alikuwa haelewi. Kwa tukaingia ndani. Ni nzuri alafu ni mpya. Tena ilikuwa ni 2.5 kwa mwezi. Nikamuuliza pia kama ni pazuri. Akasema pazuri sana. Lakini pia akaniuliza nani ataishi hapa? Nikamwambia ni wewe baby. Pia nilipomwambia alishtuka. Akasema baby, mimi ndo nanilipia kodi, nitalala hapa? Pale nikamzuia asiendelee kuongea. Nikambusu. Nikamwambia baby, huwezi kupata tabu ili hali mimi nipo. Nikamuita pale dalali, alikuwa amebaki nje. Nikamwambia hivi, mpenzi wangu analipia hapa mwaka mzima. Dalali akasema okay sawa basi twende kwa mwenye nyumba. Mimi nikampa pale pesa pia kazi hesabu. Tukaenda kwa mwenye nyumba, akatupatia mkataba. Kulikuwa kuna mwenyekiti. Tukapewa na funguo zetu. Usafi alifanya mwenye nyumba.
Tulipita benki, nikatoa pesa zingine, tukanunua kitanda kizuri, godoro, sofa 2, TV, jiko na kafriji kadogo na kimeza vicha sebleni na kazuria. Tukapita pia kununua nguo za baby na viatu, kabati la nguo dogo hivi. Pia alishangaa sana, akaniambia baby, kwa nini unayafanya haya yote? Hapo sasa ndo nikamsimulia pia, nikamwambia pia nilienda geto kwako, nikaambiwa yale yalotokea, hivyo sitaki yatokee tena. Nye pia kaniambia asante sana baby, nitakulipa kila kitu. Nikamwambia hata usijali, sihitaji unilipe baby, wewe tafuta tu pesa, andaa maisha yetu. Pia kaniambia sawa. Ila msikilizaji, hawa wanaume, narudia tena, wanaume hawana fadhila msikilizaji. Sikuwahi kutegemea kama yote haya unayofanya nitakuja kupigwa na kitu kizito. Nye tulipanga vitu vizuri tu, hauwezi kuamini, tukazindua na nyumba. Pia alinipa penzi nzito, na mida ya saa 1 ndo nikarudi nyumbani. Hapo sina hata 100. Pesa yote ya mzee alionipa milioni 7 yote nimekata. Ikabidi nitafute sasa yule shoga yangu mzungu Dena. Nikamkopa pesa rafiki yangu huyu mzungu, akasema kesho ananitumia. Nikasema okay sawa. Nilimtafuta tena baba mmoja hivi wa kizungu. Alikuwa ananipendaga sana huyu mbaba. Alikuwa ananipenda kama mwanae, na alikuwa ananisaidiaga sana kila nikilia shida. Nilikuwa nikimwambia babangu amepata shida kazini, hana pesa hivi na hivi, mimi nadaiwa chuoni. Nikimwomba msaada basi ananiambia tu sawa, ananitumiaga. Akaniuliza anaenda kusoma wapi tena, nikamwambia baba hajasema, nadhani nitabaki nchini. Hapo nilimdanganya huyu baba wa kizungu. Akasema hapana bana, mimi nataka tafutia we shule huku, mimi nitakulipia kila kitu, nitakutumia, mwambie baba yako. Nikasema okay sawa. Akasema taarifa zako zote nitumie ili nikamilishe usajili huku, mpaka tiketi ya ndege nitakulipia mimi. Nikamwambia okay sawa, asante sana dadi. Nilikuwa namuitaga dadi huyo mzungu huyo mbaba. Sikupanga kumjuza babangu, nilitaka pesa yake huyu mzee, huyu wa kizungu anitumie pesa yake, maana mimi nilikuwa na shida na pesa. Siku iliyofuata nilitumiwa pesa na huyo mzee wa kizungu, na pia yule shoga yangu Dena wa kizungu naye akanitumia pesa. Kwa hiyo nikawa nimejaa. Usijiulize wazungu na watoa wapi, mimi nimesoma nje. Mimi sijabahatika kusoma Tanzania. Kwa hiyo nikamfuata baby wangu sasa pia. Nikamwambia kuhusu pesa. Ila nikamwambia bwana sikiliza pia, mimi natamani wewe ufanye biashara. Hebu achana na hii kazi ya kuzungusha bodaboda. Pia akaniambia baby, nitafanya vyote unavyovitaka. Nitafanya vyote. Nitafanya biashara utakayoniambia, lakini bodaboda siwezi kuacha, nitafanya kwa sababu ina faida. Ila kwenye hiyo biashara ambayo unataka nifanye nitamweka mtu. Nikamwambia okay sawa baby. Kwa tulienda kununua bodaboda mpya nzuri. Akairemba mwenyewe, nikampa na mtaji wa hilo duka. Nikatafutiwa na shule mimi tayari, hivyo nikamjuza baba ya kwamba yule mzungu yule wa kike yule rafiki yangu yule shoga yangu amenitafutia chuo. Kwa baba nikampa gharama za kwenda kusoma kwa nje. Baba akaniwekea kwenye account pesa. Nilikaa kama wiki 2 nikashinda na bibi wangu pia, huku mimi mama mkwe alikuwa ameshakarabati ile nyumba tayari. Nikampa na mtaji mama mkwe wa duka hapo kwake. Alikuwa na frame zilikuwa zimechoka, kwa nikawa nimemkarabatia, akafungua duka kubwa tu hapo kwake. Niliyafanya hayo yote msikilizaji nikiwa kwenye penzi nzito la miezi 3 tu. Imagine penzi langu lilikuwa na miezi hiyo 3 tu. Nikamfanyia yote haya pia pamoja na mama yake. Safari mimi iliwadia. Nikaenda zangu shule sasa kwa ajili ya kupata elimu ya A level. Nilisoma. Baba akaniambia kwamba nikimaliza mwaka ndo nirudi. Hilo lilikuwa ni pigo sana kwangu, maana pi wangu simuoni, ila yakawa ananipa sana moyo kwamba eti ananisubiri. Mapenzi ya mbali nyoko aisee. Nilikuwa namtumia pesa yeye pamoja na mama yake mara kwa mara. Nikitumiwa mimi pesa za matumizi shuleni, namtumia pi pamoja na mama yake. Mwaka ulipita sijarudi nyumbani Tanzania. Mpaka ilipopatikana likizo, yani mwisho wa mwaka, ndo nikarudi nyumbani Tanzania. Pia alifurahi kuniona, penzi likaendelea. Nilimkuta yuko vizuri sana na alikuwa ana gari aina ya Vitz. Nikamuuliza akasema ni ya rafiki yake, anamwazimaga tu. Nikamwambia okay sawa baby. Kwa nilikaa kama mwezi, nikarudi tena shule Uingereza. Baada ya miezi 6 mzee wangu yule wa kizungu alipata ajali, alifariki. Hilo lilikuwa ni pigo sana kwangu, niliumia mno. Alikuwa ananilea kwa kila kitu, lakini ghafla vyote vikaishia hapo. Kwa nikabaki na pesa ya mzee tu, mzee Mtahaba ambaye ni babangu mzazi. Kwa nilikuwa sibaki na pesa
Kwa sababu baba akinipa pesa ndo nilikuwa naituma kwa P na mama yake. Walikuwa wananiomba sana hela mara kwa mara. Walikuwa wanaamini mtu akiwa nje basi ndo ana hela. Baada ya hilo janga la kufiwa na ule mzee wa kizungu, nikawa sina pesa sana. Kwa hiyo nikapunguza matumizi kutuma kwa P na mama yake. Yaani sijui ni kwa nini, wakati nilishawafungulia biashara mama yake nilimfungulia, mpenzi wangu pia nilimpa bodaboda na biashara pia nilimfungulia, lakini still bado wakawa wanataka pesa kutoka kwangu. Pia yeye alianza kubadilika. Ndio maana nasema wanaume mlaaniwe. Sijui mnataka tuwafanyie nini? Sijui mnataka tuwape nini? Pia alianza kubadilika. Mara nyingi alikuwa hashiki simu zangu. Inaweza kapita hata wiki simu zangu apokei. Hata WhatsApp nikaa simuoni. Naona tu kile kivuli, yani kama mtu amekubloku. Nilimtafuta mama yake alipotezea simu zangu. Na pindi alipokuwa anapokea nikimuuliza vipi kuhusu P, akaniambia P amepata nini sijui huko. Alisema P amepata simu ya kitochi, yani amepoteza simu kubwa. Kwa hiyo maana hata WhatsApp uko online simuoni. Nikasema sawa mama. Alafu pia mama yake akaniambia hata hivyo mwanetu unajua kuhusu biashara haziende vizuri, mtumie pesa mwenzio anunue simu. Nikasema sawa mama. Nikajibana pale nikamtumia kweli pesa P. Ndo akaanza kunitafuta. Hapo kodi nilikuwa nimeshalipa ya mwaka pale napoishi. Nilifanikiwa kumaliza shule nikarudi nyumbani Tanzania moja kwa moja, na pia alifurahia sana kuniona. Kwa penzi likaendelea bila kasoro yoyote ile. Na nilimkuta kanoga kweli kweli. Nilikaa miezi 2, akawa anasema kwamba anataka nimbebee mimba. Nikamwambia P, mimi bado nataka kusoma. Nikimaliza chuo ndo nianze nikuzalie. Nilipomwambia hivyo eti pia akakasirika, akasema tu mimi unipendi ndio maana hutaki kunizalia, hutaki kushika mimba.